Kwanza hata hao wanaosema kwamba wamekufa karibu 10,000 sio kweli. Kumbuka uumbaji wa Mungu. Mungu alipomuumba mwanamume alimwekea watoto viunoni mwake ambao atakuja kuwazaa kwa kupitia mwanamke awaye yote atakayemuoa, hata asipooa, lakini atatungisha mimba. Unapomuua mwanamume mmoja, umeua watoto walioko viunoni mwake tayari. Kwa hiyo hapo huwezi ukasema kwamba umeua mtu mmoja, umeua wengi ambao angekuja kutungisha mimba na wakazaliwa. Kwa hiyo piga hesabu, mtu angezaa watoto 20, mmoja tu angezaa watoto 20. Kungekuwa na watoto wangapi katika hao mnaokadiria kwamba angalau 10,000 ndio waliouawa? Niweze kuzungumza na Watanganyika wenzangu. Kwanza nipende kutoa taarifa fupi tu kuhusu afya yangu. Ninamshukuru Mungu, naendelea vizuri. Ni ganzi tu iliyobaki miguuni na kwenye mkono mmoja wa kushoto. Yes, unaambia kwamba licha ya kuwa bado anaumwa, bibi wa Gen Z bana bado anazidi kukazia kauli zake ambazo alizitoaga mwanzo kwenye interviews tofauti kuhusiana na mauaji ya Oktoba 29. Na hapa bana amejaribu kufafanua kiundani sababu za kwa nini anaamini kwamba waliouawa sio watu 10,000 kama zilivyotoka taarifa kutoka vyanzo tofauti tofauti. Kwake anaamini kabisa kwamba waliouawa ni wengi, hususan wanaume ambao waliuawa. Hakuwa na wao mwanaume mmoja tu, akiwa lazima kuna viumbe kadhaa ambao labda kesho na kesho kutwa angekuja kuvitoa ambao na wenyewe pia vimedhulumiwa uhai. Sasa hii inakuja wakati bwana kesi ya Tundu Lissu bado inaendelea, kesi ambayo unaambia kwamba kuna baadhi ya mashahidi ambao walikuwa wanasema kwamba Tundu Lissu aliwashawishi kwenda kukinukisha mtaani, kwa maana ya kwamba kwenda kuhakikisha kwamba wanavuruga uchaguzi na wanasababisha hiki ambacho kilitokea Oktoba 29. Bibi wa Gen Z bana anaumwa, na unakumbuka nyuma kidogo kulifanyika mchango kwa ajili ya kuweza kupata hela za matibabu yake, na hapa bana kama unavyomuona bado hali yake haijakaa sawa vile, lakini bado anapata fursa kuendelea kuzungumzia iliyotokea Oktoba 29. Sijui una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho amekisema bibi wa Gen Z kwenye interview hapa? Unaweza kunipa maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.